Na mtazamaji wangu, karibu tena katika taarifa zingine za hivi sasa. Habari zinazozidi kutufikia katika dawati letu la habari ni kauli hii ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambayo imezua mjadala kuhusu mamlaka, dhamana na nafasi ya viongozi wakuu nchini. Rais Samia amesisitiza nafasi yake kama mkuu wa nchi, akieleza kwamba mamlaka na dhamana na uongozi wa nchi yote yako chini yake. Kauli hii inazidi kuja wakati ambapo nchi ya Tanzania kumekuwa na mjadala mbalimbali kuhusiana na mustakabali wa taifa, ikiwemo swala la katiba mpya, utawala bora na namna taasisi za serikali zinavyozidi kupaswa kutekeleza majukumu yake. Jambo lililoweza kufanya kauli hii iwe na uzito zaidi ni kwamba inakuwaje wakati makamu wa rais ambaye ni Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi akiendelea kutoa misimamo kuhusu masuala mbalimbali ya kitaifa, ikiwemo umuhimu na mjadala kuhusu katiba mpya, kusi wananchi wa Jamhuri ya Tanzania kupigania katiba mpya, kauli ambayo haijaweza kuwa sawa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji wangu, kabla ni kufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo sahihi kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, uweze kulike na kushare. Naam mtazamaji wangu, kumekuwa na mjadala mkubwa hivi karibuni. Mheshimiwa Nchimbi ni kiongozi kutoka katika chama cha CCM, ila yuko tofauti na viongozi wengine, kwani Mheshimiwa Nchimbi anazidi kuamini katiba mpya ndiyo katiba ambayo itaweza kumaliza uhasama na chuki za kisiasa zilizoko hivi sasa baina ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania na chama kikuu cha CCM. Na mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Nchimbi akizungumza hivyo ameweza kuweka chuki ndani ya chama cha CCM, kwani mtazamaji wangu, walisia ulioko katika ndani ya chama cha CCM ni kwamba kuna baadhi ya viongozi wakuu wangependa kukubali ukweli ya kwamba mambo hayapo sawa, hasa kisiasa, na hata uongozi mzima wa chama cha CCM ama serikali hii ya CCM hauko sawa, kwani kila siku nazidi kwenda kinyume na jinsi ambavyo wengi walikuwa wakitarajia. Hivyo basi Mheshimiwa Nchimbi kujaribu kuweka amani ama kuweka mambo sawa baina ya chama cha CCM na wananchi wa Jamhuri ya Tanzania ambao ndio wenye nchi, aliweza kuweka hadharani kwamba ni vyema bila ubaguzi wa vyama vya kisiasa, ukabila, kila mwananchi wa Jamhuri ya Tanzania aweze kutetea kupata katiba mpya, jambo ambalo halikuweza kuwa sawa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ningependa nikufahamisha baadhi ya mambo ya haraka ambayo wachanganuzi wa kisiasa wameweza kuyafichua. Ni kwa nini Rais Mama Samia Suluhu Hassan asingependa katiba mpya iweze kufanikishwa kwa uharaka kama anavyozidi kudai Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi. Ila mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, ningependa niweze kukufahamisha hili, ambapo wachanganuzi wa mambo ya kisiasa kipindi na wakati ambapo wanapozidi kujitokeza hadharani kuzungumzia swala nzima linalozidi kuonekana kuwa kama mgawanyiko unaozidi kugawanya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania, unaozidi kusababishwa na viongozi ambao wako na malengo yao binafsi katika siasa za Jamhuri ya Tanzania. Kwanza kabisa, wachanganuzi wa mambo ya kisiasa wameweza kudhibitisha kwamba Mheshimiwa Nchimbi kupigania katiba mpya kwa wakati huu sio malengo yake binafsi kuhusiana na uchaguzi ujao, la hasha. Na pia Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa hivi sasa kuonekana kutokuwa tayari kukubaliana na katiba mpya, imeweza kudhibitishwa kwamba hayo yote yanazidi kufanyika kwa ajili ya manufaa yake binafsi. Nami hapa ningependa kuweza kudhibitisha kauli hizo ama hoja hizo zilizokuwa zimeweza kutolewa. Mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba kilichokuwa kikifanywa naye Mchungaji Josephat Gwajima na Mheshimiwa Humphrey Polepole ni sawia na kinachozidi kufanywa naye Mheshimiwa Nchimbi. Hivyo basi, kwa njia moja ama nyingine, Mheshimiwa Nchimbi anakozidi kuelekea ni kukusanya baadhi ya Watanzania wanaozidi kutaka ukweli na uhalisia, na sio serikali ambayo itakuwa ni serikali ya kujijali
wao binafsi na pia serikali ambayo itakuwa ikinunua watu ili kujaribu kudhibitisha hoja zao kuwa za ukweli. Na ukweli wa mambo ni kwamba hoja zao ama manifesto yao sio ya kweli, ambayo hayataweza kusaidia uchumi kuimarika na pia Jamhuri ya Tanzania kusonga mbele kwa ujumla. Ila mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba kwa jinsi ambavyo wafuasi waliokuwa wakimfuatilia Mheshimiwa Humphrey Polepole waliweza kuwa na upendo wa dhati, jambo hili ni sawa na kile tunachozidi kukishuhudia kwake Mheshimiwa Nchimbi. Mheshimiwa Nchimbi kufuatiliwa na idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania kwa hivi sasa, baada ya kusimama upande wa kutetea Jamhuri ya Tanzania kupata katiba mpya. Katika katiba hii mpya itaweza kumaliza baadhi ya mambo ambayo sio ya kufurahisha tunayozidi kuyashuhudia hivi sasa. Katika katiba mpya sote tunafahamu kwamba marekebisho kama maafisa wa polisi utumiaji wa nguvu kupita kiasi utaweza kupungua. Pia swala nzima la watu kutekwa na kutoweka katika hali ya njia tatanishi hazitakuwepo tena. Visa hivyo vitaweza kupungua kwa njia moja ama nyingine. Serikali iliyoko madarakani itakuwa ikitarajia kupingwa, kukosolewa na pia kupongezwa na mwananchi wa Jamhuri ya Tanzania, tofauti kabisa na kile tunachozidi kukishuhudia katika uongozi wa serikali ya CCM kwa hivi sasa. Viongozi wa serikali ya CCM kwa sasa wangependa kila wanachozidi kukifanya waweze kupongezwa na sio kukosolewa. Hivyo basi aina ya uongozi huo ni uongozi ambao unazidi kukandamiza upande mwingine, upande mmoja ukifaidi, upande mwingine ukiumia, ambapo sio jambo la kufurahisha. Ndipo ambapo Mheshimiwa Nchimbi anazidi kutetea kuleta usawa kupitia katiba mpya, na ndipo ambapo tumeweza kuona jinsi gani ambavyo baadhi ya viongozi wa serikali CCM hawako tayari kwa katiba hiyo mpya. Ila kuna jambo lingine ambalo pia linazidi kujitokeza katika swala nzima la Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuonekana kutokuwa tayari kwa katiba mpya. Mtazamaji wangu, kuna moja ya hatua iliyokuwa imefanywa hapo awali na Mheshimiwa Warioba. Mtazamaji wangu, Mheshimiwa Warioba aliweza kueleza wananchi wa Jamhuri ya Tanzania ya kwamba katiba mpya haitaamuliwa na viongozi walioko bungeni. Sote tunafahamu kwamba kwa hivi sasa bungeni upande wa chama cha CCM upo na idadi kubwa ya wabunge. Hivyo basi katiba iwapo itaweza kuamuliwa haitakuwa na usawa. Akaweza kuweka hadharani kwamba kwa kuwa Mheshimiwa Nchimbi ameweza kuridhia swala nzima la katiba mpya, basi ni vyema mahojiano yaweze kuanzishwa kwa mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania aweze kuelezea yale yote angependa yaweze kufanyiwa marekebisho, na ndipo ambapo iweze kufika katika viongozi wa juu, kwani kwa hivi sasa kwa hali ya uchumi ulioko katika Jamhuri ya Tanzania anayezidi kupitia kipindi kigumu. Mtazamaji wangu, sio kiongozi ambaye yupo katika ngazi za juu, bali ni mwananchi wa kawaida ambaye anazidi kulilia kupata ajira, pia mwananchi ambaye hajaweza kuajiriwa, na pia ambaye hajaweza kutoka katika familia ya mwanasiasa yeyote yule ambaye yuko katika serikali ya CCM. Ndipo ambapo Mheshimiwa Nchimbi angependa hayo yote yaweze kusitishwa. Ameweza kusii ni vema kila mwananchi wa Jamhuri ya Tanzania kupigania katiba mpya, huku Rais Mama Samia Suluhu Hassan kupinga Mheshimiwa Nchimbi kwa yale ambayo ameweza kuyazungumza kutokana na katiba mpya. Je, wewe hapo mtazamaji wangu unakubaliana na Mheshimiwa Nchimbi ama Rais Mama Samia Suluhu Hassan? Ikumbukwe pia viongozi wa chama Chadema wako upande wa katiba mpya sawia na kuendelea kuulilia Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa huru. Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.